Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa ni fursa nyingine tena ya baada ya kwamba tumeelewa sunna ni nini na tumeelewa baadhi ya kazi za sunna, tumezielewa baadhi ya kazi za sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa leo nataka tuanze historia ya uandishi wa hadithi. Tutaanza sasa mtiriko wa historia ya uandishi wa hadithi. Hadithi zipo katika vitabu na tunaviona katika vitabu. Aliyozungumza ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume ilikuwa kuwaje mpaka zikaandikwa hadithi? Sasa utege sikio na uwe makini kabisa katika kuifuatilizia hii sheria ama hii historia. Tuanze kusema kitu kimoja, hali ya uandishi. Tutaanza na hali ya uandishi kwa Waarabu kabla ya Mtume kuwa amekuja pale. Hali ilikuwaje? Imethibiti katika ufuatiliaji wa kitaaluma kwamba Waarabu walikuwa wanajua kuandika kabla ya Uislamu. Nikisema kabla ya Uislamu, yani kabla Mtume hajaja kuwa ni kiongozi na kuwapelekea Uislamu, walikuwa wanajua kuandika. Waarabu walikuwa wanaweka historia ya matukio yao muhimu katika mawe, wanaandika katika mawe, na hilo limethibiti katika dalili za uwazi kabisa, na alama hizi zimeonekana sana hasa katika upande wa kaskazini wa mfano wa kisiwa cha Kiarabu. Rejea misingi ya mashairi ya jahili ya enzi za kabla ya Mtume kuwajia watu wa Maka na kuwatangazia Uislamu. Rejea katika mashairi yale, utapata mazungumzo yanayoeleza hali ambayo walikuwa wakiifanya. Sababu nyingine tena nikwambie, ama ushahidi mwingine wa kwamba Waarabu walikuwa wanaandika. Kwa nini nasema hivi? Kuna kitu nitazungumza huko mbele ufahamu. Upande wa kaskazini ya Jazira al-Arabi, nikisema kaskazini ni ile kama leo kwa Saudi Arabia, ni ile mikoa ya Tabuk ambayo inaelekea Palestina, inapelekea Sham, Syria, kule ni kaskazini. Maeneo ya kule kwa zamani, au walioishi Waarabu maeneo ya kule kaskazini, walikuwa wamepakana na tamaduni za Kipesheni, za Kiajemi na tamaduni za Kirumi. Sababu gani? Sababu dunia zamani ilikuwa imegawika katika mataifa makubwa mawili. Kuna taifa la Furs ambayo ndio Waajemi, ambayo ilikuwa wanaanzia nchi ya Baghdad, wanakuja Irani mpaka India mpaka maeneo ya China na kadhalika. Halafu kulikuwa kuna nguvu nyingine ya kiutawala ya Warumi. Warumi walikuwa wakitawala wakianzia yale maeneo ya hapa tuseme Syria, Palestina, hiyo inakwenda mpaka Ulaya Magharibi. Kwa hiyo Ulaya Magharibi ilikuwa chini ya sana dola kubwa la Kirumi kinguvu, na Ulaya Mashariki ilikuwa chini ya dola kubwa sana la Kiajemi. Haya madola makubwa mawili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia, alivyojalia akaleta Uislamu ukaja Maka. Kwa hiyo Waarabu kama Waarabu walikuwa hawana nguvu zozote, walikuwa wamegawanyika, ima baadhi yao wanafata au chini ya sheria za hao Waajemi, na baadhi yao walikuwa wanafata sheria ya Warumi. Walikuwa namna hiyo, kama jinsi zilivyo leo nchi zetu ambazo ima kuna wengine wako Urusi, wengine watakuwa wako Marekani, katika hali tunayofahamu. Sasa hizi tamaduni za hao Waajemi na tamaduni za Warumi walikuwa wanaandika, wana tamaduni na kadhalika. Sasa Waarabu ambao walikuwa wakiishi maeneo ya kaskazini jirani na hao, walijenga tabia na wao ya kuiga yale, wakawa na taaluma za kuandika kabla hata Mtume sallallahu alaihi wasallam bado hajaja. Inatajwa kwamba kuna mtu anaitwa Adi bin Zaid al-Abbadi. Huyu bana, yeye alipokuwa anakuwa kidogo, baba yake huyu mzee Zaidi al-Abbadi alimpeleka
katika madarasa vidogo vidogo ambavyo walikuwa wanajifunza kuandika. Akaja kuwa ni kijana mzuri akiandika Kiarabu, ikafikia akaja akapata cheo kuajiriwa katika kasri ya mfalme wa Kisra ambaye ni mfalme wa Uajemi. Akawa ni mwandishi wa lugha ya Kiarabu ndani ya ile kasri ya huyu Kisra. Rejeeni kitabu kinachoitwa Al-Aghani ukurasa 101 mpaka 102 juzu ya pili. Hii ni dalili ya kuwepo baadhi ya vituo vya uandishi wakati wa jahili ambao mtume alikuwa bado hajaja katika kuwaelekeza watu Uislamu. Lakini vituo hivi maana yake watoto walikuwa wanajifundisha kuandika, walikuwa wanajifundisha mashairi ya Kiarabu na walikuwa wanajifundisha historia ya Waarabu, na hivi vituo vilikuwa vinasimamiwa na walimu wenye uwezo mkubwa sana. Mfano, Abu Sufyan bin Umayya bin Abd Shams maarufu huyu, baadaye alislim, alikuwa ni msimamizi wa vituo. Bishr bin Abdul Malik Sukuni alikuwa ni mwalimu huyo. Abu Qais bin Abdi Manaf bin Zuhra alikuwa ni mwalimu. Amru bin Zurara ambaye alikuwa anaitwa Al-Katibu, mwandishi. Rejea historia ya umma na wafalme ya kitabu cha Imamu At-Tabari juzuu ya 542, utakuta maelezo haya. Tunajenga hoja kwamba Waarabu walikuwa wanaandika enzi ya kabla ya mtume kuwa mtume. Tabia ya kuwa wanaandika ilikuwepo. Sasa mtume amekuja kuwa ni Muislamu. Mtume SAW bado aliendelea na aliwakuta watu katika sifa hii na akawahimiza katika sifa hiyo ya kuandika. Mfano, Ausi na Khazraj, makabila mawili makubwa yaliyokuwa Madina, walikuwa wanaandika. Halafu Waarabu walikuwa na msemo wao mmoja. Msemo huu wanaita mtu kama anaitwa Al-Kamil. Ukiona mtu anaitwa Al-Kamil, maana yake mtu huyo Al-Kamil, yani anafahamu vitu vitatu vinne muhimu. Anafahamu kuandika, anafahamu kusoma, anafahamu kutupa mshale, anafahamu kuogelea. Mtu huyo Waarabu walikuwa wanamuita Al-Kamil. Sasa Al-Kamil huyu na mtu, mfano, kuna watu wengi sana ambao walikuwa wakiitwa Al-Kamil. Hii maana yake ni kwamba Waarabu katika moja ya sifa ya kuwa walikuwa wanaandika ni sifa iliyokuwepo. Lakini tusisahau kitu kimoja. Sifa ya Waarabu kama sifa ilikuwa ni kuhifadhi. Anayehifadhi anasifika zaidi kuliko hata anayeandika. Uandishi ulikuwepo, lakini anayehifadhi alikuwa anaonekana huyu ni bingwa na ni bora zaidi kuliko hata anayeandika. Hii ilikuwa ni sifa ambayo Mwenyezi Mungu alijalia umma wa Kiarabu ulikuwa namna hiyo, na ndio maana unakuta tabia ile iliambukiza na iliendelea baada ya mtume kuja Uislamu. Wale watu walikuwa na tabia ya kuhifadhi na wakarithisha watu wengine kuhifadhi, na mpaka leo unaona vijana wa Kiislamu ni vijana ambao wana uwezo mkubwa sana wa kuhifadhi. Kuwa wanahifadhi haikuwa na maana kwamba walikuwa hawajui kuandika. Nataka tuangalie baadhi ya watu wale mustashrikin, orientalisti, watu wale wa kimagharibi waliousoma Uislamu kwa lengo la kuja kuharibu Uislamu. Watu hao walisema hivi, kuna maneno yao mengi wamesema. Wanasema kwamba katika Qur'ani kuna aya Mwenyezi Mungu anasema hivi: huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kwamba Mwenyezi Mungu ndiye ambaye amewapelekea umma ummiyin. Ummiyin ilikuwa inatafsirika yani watu wasiojua kusoma na kuandika. Allah amewapelekea mtume, miongoni mwao anawasomea aya za Mungu na anawatakasa na anawafundisha kitabu na hekima. Kabla ya hapo walikuwa wamepotea.
Hiyo ni surati Al-Juma aya namba 2. Wanasema hivi, angalia hao watu maadui wa Kiislamu wanasema hii aya ni ushahidi kwamba Waarabu walikuwa ni ummiyin, yani maana yake hawajui kusoma na kuandika. Point hiyo tuangalie, nisikizeni vizuri wasikilizaji. Kwa maana ummi ni mtu ambaye hajui kusoma na hajui kuandika. Lakini sisi tunawajibu majibu kama wanavyojibu wanawazuoni ni kwamba hii ummiyina iliyotajwa hapa si maana ya kutojua kuandika kwa kalamu au kutojua kusoma. Hapana, hii maana yake ni kwamba wale Waarabu walikuwa ni al-ummiyatu diniya, walikuwa ni ummia, yani hawajui muongozo wa kidini. Walikuwa sababu walikuwa hawana kitabu. Tofauti na Mayahudi walikuwa na Taurati, tofauti na Manaswara walikuwa na Injili. Sasa umma wa Kiarabu ambao wameletwa pale walikuwa ni ummiyin, hawakuwa na kitabu chochote. Kwa hiyo walikuwa ni ummia, yani wasiokuwa na kitabu cha kusoma wala wasiokuwa na kitabu kilichoandikwa, walikuwa hawana. Ndiyo makusudi ya aya hii katika Qur'an.